Kwa kuendelea kwa nasi, huu ni mshike habari ya usiku huu. Jina langu ni Kennedy Moses. Karibu tuendelee kuangazia tulionayo mezani hii leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua kwa mara nyingine profesa ambaye alikuwa ni waziri kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na hapa namzungumzia Profesa Palamagamba John Kabudi kuwa waziri wa wizara hiyo, huku pia akimteua Hamisi Mwinjuma maarufu kama Monefei katika wizara hiyo akiwa kama naibu waziri wa wizara husika. Aidha, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya maboresho madogo ya kuwa naibu waziri kwenye wizara hiyo. Kuna manaibu waziri wawili, ambapo sasa baada ya huyo kutakuwa pia kuna Paul Christian Makonda. Kwa hivyo mbali na Profesa Palamagamba Kabudi, kutakuwa kuna Paul Makonda pamoja na Hamisi Mwinjuma ama Monefei. Tuangalie sasa orodha kamili ya mambo yalivyo na vitu vitakavyokuwa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye wizara husika, na pengine hii itatupa wasaa wa kujua zaidi nini ambacho kinaendelea huko, kwa sababu hili ni baada ya mkeka ule kutoka hii leo, ambapo wizara hiyo rasmi hivi sasa, ama wizara ya hichi ambacho tunakuhabarisha sasa, itakuwa chini ya hawa watatu. Na hii ni Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwanza waziri wake atakuwa ni Profesa Palamagamba John Kabudi Mwaluko, ambaye amekuwa pia waziri kwenye wizara hiyo kabla ya kutoka kule kwenye Katiba na Sheria, na alikuwa kwenye awamu iliyopita, kwa maana ya awamu iliyopita ya sasa, na sasa kwenye hii ambayo inakwenda kuanza hivi sasa amesalia hapo. Lakini pia alikuwa na Hamisi Mwinjuma ambaye hivi sasa ameendelea kusalia kwenye wizara hiyo, lakini ameendelea kusalia kama naibu waziri, huku sasa akiwa anaungana na Paul Christian Makonda. Kwa hivyo itakuwa ni wizara ambayo ina manaibu waziri wawili, na pengine ni kutokana na unyeti wa wizara husika, pengine ndio maana kumekuwa na hilo ambalo tumeliona hapo. Na hii ni katika mwendelezo wa kuhakikisha wizara hiyo inaendelea kufanya yale ambayo inaagizwa ama inatakiwa kuyafanya, kwa sababu ukijaribu kuangalia miongoni mwa wizara nyeti wanasema ni pamoja na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Na wapo baadhi pia wanasema ukiacha ile mihimili mitatu ya serikali, miongoni mwa mihimili mingine ambayo haipo ila ipo ni pamoja na wizara hiyo ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na pengine ndio maana imewekewa nguvu ya mawaziri hao watatu. Mbali na hilo, tusalie pia kwenye kuangazia taarifa hizo kubwa ambazo zimeshika hatamu hii leo. Chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam kupitia kwa mwenyekiti wake Lamek Nyambaya kimempongeza Profesa Palamagamba Kabudi kwa kuteuliwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ikiwa ni pamoja na Hamisi Mwinjuma pamoja na Paul Makonda walioteuliwa kuwa manaibu waziri wa wizara hiyo. Nichukue nafasi hii kupongeza viongozi wetu wa Wizara ya Michezo ambao wameteuliwa leo na rais wetu. Profesa Monefei alikuwa kutangia zamani, lakini tumeongezewa na Makonda. Kwa hiyo Makonda, unajua Makonda, Monefei wote ni vijana, ni watu wa mchezo, watu wa mpira. Kwa naamini kama wizara tumepata watu sahihi akiongoza pale juu na profesa. Kwa hiyo niseme nichukue nafasi kuwapongeza mawaziri wote, na hasa wizara yetu ya michezo ambao tumepata manaibu waziri wawili na waziri ambaye ni profesa. Kwa niseme tu tuwape hongera na pongezi na kuwakaribisha kuja kuendesha mpira katika nchi yetu. Wale hilo tuendelee kuangazia michezo, na sasa tukigeukia timu ya taifa ya Tanzania, ambapo kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kimerejea rasmi hii leo nchini kikitokea kule Misri, ambako kilipoteza kwa magoli 4-3 kwenye mchezo wa kirafiki wa kalenda ya FIFA dhidi ya Kuwait. Na kaimu kocha mkuu wa kikosi hicho Miguel Gamondi amesema malengo ya mchezo huo yametimia na imempa nafasi ya kukiona kikosi chake kabla ya kuanza kwa fainali za Kombe la Mataifa Afrika, yani AFCON 2025 kule Morocco. In general, I'm satisfied. I'm not happy for the lose, but friendly game is for that. It's for to improve, for to trial. Kwa ujumla nimeridhishwa na kiwango cha timu yangu, ila sijafurahishwa na matokeo tuliyopata. Kwangu ilikuwa ni mechi ya kufahamu wachezaji wangu na wachezaji kufahamu nini na kihitaji. Najaribu kuweka utambulisho wa timu yangu wakati wa kushambulia na wakati wa kujilinda. Yote ni kwa sababu nahitaji timu imara. Tunahitaji kujituma zaidi kuelekea mechi zinazofuata. Tuliwakosa baadhi ya wachezaji wetu kama Samata, Faisal, Simon Msuva, Baka, lakini bado tuna timu imara. Tunajitahidi kutengeneza timu nzuri ili iwe timu ya kupata matokeo kila mechi tutakayocheza. Balance in general is a positive.
unlucky for the result. Kwa upande wa nyota wa kikosi hicho, wao pia wamezungumza na kusema kuwa mchezo dhidi ya Kuwait ulikuwa ni kipimo kizuri kwao mara baada ya benchi jipya la ufundi kujiunga na kikosi hicho, huku wakitegemea kupata michezo mingine ya kirafiki kabla ya kuanza kwa AFCON 2025 kule Morocco. Ilikuwa nafasi nzuri kuweza kucheza mchezo huu kwa sababu tuko na benchi la ufundi jipya sasa hivi. Lakini kwetu sisi wachezaji imekuwa nzuri kwa sababu tulianza kupokea mafunzo ya mwalimu vizuri na mchezo ulikuwa mzuri, na imani kwamba katika mchezo kuna vitu tumejifunza vya kuweza kuvipunguza na vingine vya kuweza kuongeza ili next time tuweze kuwa beta zaidi. Mipango kuelekea AFCON na hali ya timu ipo kwa sababu na imani kwamba tutapata muda wa kujiandaa uliokuwa mkubwa zaidi na tutapata mechi nyingine nyingi. Kwa hiyo na imani kwamba tutakuwa beta zaidi ya sasa hivi. Kwanza jambo la msingi ni kwenda kuangalia timu inaweza kuprogress kwa kiasi gani, na tunashukuru kwa mchezo ambao tumecheza. Ni kweli tumepoteza, lakini ukiangalia kuna vitu vingi ambavyo vimefanyika ambavyo ni vizuri na vinaonyesha mwelekeo mzuri katika huko tunapokwenda. Kila mchezaji ana shauku na ana hamu ya kupata nafasi ya kwenda kuipambania nchi. Kwa hiyo ni wakati wetu na ni wajibu wetu kuweza kujiandaa mapema na kwenda kufanya vizuri katika mashindano haya. Naam, mbali na hilo ambalo limetokea sasa na kikosi kimerejea nchini, tugeukie taarifa kuhusiana na kikosi cha Tabora United ambacho nacho hakijakoma, kimeendelea na maandalizi kuelekea michezo inayofuata. Naam, wakati taarifa hiyo inakuwa tayari, tutazame taarifa nyingine na sasa tuelekee kule Uganda ambako kuna mengi yanaendelea huko na ni kuhusiana na michezo na burudani. Nikukumbushe tu kwamba kikosi cha timu ya taifa ya soka ya Uganda kwa maana maarufu kama The Cranes kesho kitashuka dimbani kukipiga na Morocco katika mchezo wao wa pili wa kimataifa wa kirafiki kwenye kalenda hii ya FIFA. Kikosi hicho kimefanya mazoezi yake ya mwisho mapema leo asubuhi huko Casablanca, Morocco, kabla ya kuanza safari kuelekea mjini Tanger ambapo mchezo huo dhidi ya wenyeji utapigwa. The Cranes walianza kwa ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Chad na sasa wanatafuta muendelezo wa matokeo chanya kuelekea kuanza kwa michuano ya Kombe la Mataifa Afrika ya AFCON 2025 mwezi Disemba mwaka huu. You can see in our first match every player has been putting in the best. Kama unavyo kwenye mchezo wetu wa kwanza, kila mchezaji alijitoa kwa uwezo wake wote, na hiyo ni moja kati ya maandalizi muhimu kuelekea AFCON mwezi ujao. Ningependa kumshukuru Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Rais wetu wa FUFA Engineer Moses Magogo kwa jitihada zao hizi ambazo zimeshuhudia timu ikijiandaa vyema. Utulivu wa kambi na mashirikiano pamoja na maandalizi yote ni wa hali ya juu tangu siku ya kwanza. Ujio wa nyota wanaocheza nje ya Uganda, lakini pia uwezo wao na utayari wao wa kuhamasisha timu inawakilisha vyema imekuwa chachu kwenye uwepo wetu hapa tangu siku ya kwanza. Naam, na mbali na hilo tuwageukie sasa wananchi Young Africans ambapo mabingwa wa kandanda la Tanzania Young Africans wao wanataraji kuondoka kesho kutoka hapa Dar es Salaam majira ya saa 3 kamili asubuhi kuelekea visiwani Zanzibar, ikiwa sasa tayari ni maandalizi kuelekea mchezo wa kwanza tu ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya AS FAR Rabat ya kule Morocco, mchezo utakaopigwa Jumamosi saa 10 jioni katika uwanja wa Amani visiwani Zanzibar. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe amesema kikosi chao kipo tayari kwa mchezo huo, huku akiweka wazi kwamba jezi mpya za kimataifa zitazinduliwa Alhamisi hii. Kikosi cha Young Africans Sports Club kesho majira ya saa 3 kamili asubuhi kitaondoka hapa Dar es Salaam kwa njia ya boti kuelekea Zanzibar kuanza maandalizi ya mchezo huu. Wachezaji ambao walikuwa kwa majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania tayari wamesharejea nchini na watakuwa sehemu ya wachezaji katika wale ambao wamebakia wakati timu za taifa zilikuwa zikicheza kuwa kwenye safari hiyo ya siku ya kesho kuelekea visiwa vya Zanzibar. Lakini safari ya kesho itawakosa baadhi ya wachezaji ambao wao kwa mujibu wa ratiba wana majukumu ya mchezo mwingine kwenye mataifa yao. Kwa mfano, mchezaji kama Prince Dube, mchezaji kama Celestine Ekua, mchezaji kama Lassine Kouma, wote hawa watakosekana kwenye safari hii kwa sababu wana mechi ya kucheza siku ya tarehe 18 kwa mujibu wa kalenda ya FIFA.
lakini wachezaji hawa tumeshafanya maandalizi yote na maandalizi yameshakamilika in terms of logistic ya safari kutoa katika mataifa ambayo watakuwa wanacheza straight kutoka huko mpaka Zanzibar. Hawatapitia hapa Dar es Salaam, watakuja straight kwenye visiwa vya Zanzibar kujiunga na timu na maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo huu. Kwa ukiangalia kimahesabu hapo tutakuwa na siku tatu. 19, 20 na 21. Tutakuwa na siku tatu kwa timu yetu yote kufanya maandalizi ya pamoja kuelekea mchezo dhidi ya FAR Rabat. Lakini asilimia kubwa wanasafiri siku ya kesho kuelekea Zanzibar. Taarifa ya pili ambayo ni muhimu nikawajuza hapa, na tumekuwa tukipata maswali mengi kutoka kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu, ni kuhusu jezi za michuano hii ya kimataifa. Awali tulikuwa tukitoa taarifa kwamba wiki iliyopita siku ya Jumatano jezi ingezinduliwa, tukasogeza mbele mpaka siku ya Jumapili tukiamini taratibu zitakuwa zimeshakaa sawa, lakini kwa sababu ambazo sisi wenyewe ziko nje ya uwezo wetu, sasa ni rasmi niwatangazie mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans jezi mpya za Young Africans Sports Club kwa ajili ya michuano ya kimataifa zitazinduliwa na zitaanza kuuzwa siku ya Alhamis panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Alhamis inshallah zitazinduliwa jezi na zitaanza kuuzwa. Hapa nipende kuwakumbusha wanachama na mashabiki wetu wa Yanga, jezi za kimataifa ni special edition. Ni jezi maalum za michuano hii ya CAF Champions League. Kwa hiyo hata volume yake kwa maana ya wingi haitakuwa nyingi sana. Kwa hiyo ziko limited na zitauzwa kwenye maeneo ambayo tutakuja kuwatangazia. Hivyo ni vyema tujiandae mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans kununua jezi za kimataifa, ili siku ya Jumamosi tukiwa tunaingia ndani ya uwanja wa New Aman Complex tuwe tumependeza na jezi zetu za kimataifa. Binafsi nimeshaziona hizi jezi. Nimeziona kwa sababu nimeshiriki kwenye zoezi zima la namna gani utambulisho wa jezi unavyokwenda kufanyika. Jambo moja ambalo ninawahakikishia nikiwa nina confidence ya juu kabisa, jezi za kimataifa za Young African Sports Club. Ni Ali Kamwe huyo, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans. Nikukumbushe huu ni mshike, endelea kuwa nasi. Tusalie kwenye kuwatazama wananchi Young Africans sasa, ambapo kwa upande wa mashabiki wa kikosi hicho, kwa maana ya mashabiki wa Young Africans, wao wamesema kuwa hawana hofu kuelekea mchezo wa Jumamosi, wakiamini kuwa timu yao itachukua alama 3 dhidi ya AS FAR katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Tumejiandaa sisi kama mashabiki, hamasa tunayo, tunajaribu kuambia mashabiki wenzetu wanaopatikana katika mikoa mbalimbali. Safari burudani inaelekea Zanzibar. Twende kwa wingi tukasapoti timu yetu pale Amani Zanzibar. Tumechagua Zanzibar. Ni sehemu tofauti kabisa. Inafahamika wazi kwamba Benjamin Mkapa ni tanuru la moto. Sasa tunakwenda Zanzibar ambapo tunasema pale ni Guantanamo. Hakuna asiyefahamu Guantanamo ni nini. Ni gereza ambalo ukitoka wewe ni mambo mawili, umetoka umekufa au umetoka sio kwa namna gani, lakini ni gereza ambalo ukiingia mule wewe hutoki, ni mhalifu. Kwa hiyo tunawafanya hao Waarabu waje katika gereza la Guantanamo. Kiukweli na kiuhalisia, uwaga ni mashindano ambayo ni magumu, ambayo inapaswa ujipange. Ukicheza karata zako vizuri hapa nyumbani ndio utafanikiwa kuweza kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Nachoweza kusema sisi kama Dar es Salaam Young Africans, matawi, wadau, mashabiki, sisi kikubwa kila mmoja play part yake. Ukisha play part yako wewe kama shabiki, kama kiongozi wa tawi fulani, wenyewe wanaelewaga mambo yetu tunayoyafanyaga. Kila mtu apambane awezavyo ili jambo hilo lipate kuwa katika mfumo.
kuhusu sisi kwenda Zanzibar kwanza ni jambo zuri. Mimi nimefurahi kwamba uongozi wetu kutupelekea Zanzibar kwa sababu sisi tunaitwa Young Africans. Sisi Young Africans tupo sehemu yote. Yaani Tanzania tupo yote hadi Afrika Mashariki tupo. Kwa sababu Yanga ina uwezo wa kwenda kucheza Mbeya, inaweza kucheza Zanzibar, inaweza kucheza Singida, inaweza kucheza Rufiji kwa wandengereko wenzangu. Wote wanaweza kwenda kucheza huko. Kwa hiyo Yanga kwenda Zanzibar nimefurahi kwa sababu pia kuna watu wa Yanga wapo pale Zanzibar. Ambao watu wa Yanga wapo Zanzibar nao wanaitaka Yanga yao. Kwa hiyo sisi huko wa Dar es Salaam tumeshaiona sana Yanga. Kwa hiyo mimi Yanga kwenda Zanzibar nimefurahi kwa sababu kule kuna watu wa Yanga wanaiunganisha nguvu, tunakwenda kushinda. Sasa basi hicho cha kwanza. Tukisalia kwenye kuwatazama Young Africans kuelekea kwenye kuanza kwa michuano hii hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, nyota wa zamani wa kikosi hicho Gilbert Mahia alikuwa na haya kusema. Kundi la Yanga kwa kweli ni gumu. Lazima niseme ukweli. Nasema gumu kwa sababu unaangalia timu yetu na hao wenzetu hao. Kwa uzoefu tu waliokuwa nao wale wenzetu mechi nyingi za huko nyuma na sisi vipi. Lakini hiyo isitufanye tukate tamaa. Mpira ni dakika 90. Dakika? Kama wachezaji wetu watazingatia umoja na jitihada zao walizokuwa nazo kwamba wanaingia uwanjani wanabeba wa Tanzania wangapi kila mmoja, jitihada zetu zinaweza kutufikisha pazuri. Bila kujali huyo ana uzuri wana sifa ya namna gani. Tunaweza kufika pazuri. Lakini tukiingia uwanjani kwa kuwahofia, sisi tunasema ukiingia kwa hofu tayari goli moja umefungwa hilo. Ile hofu yako tu tunahesabu goli moja umefungwa. Lakini ile iwe kujiimarisha tayari na wewe tunahesabu umeshinda goli moja. Kwa hiyo tuingie uwanjani tukiwa na ari kubwa. Na wachezaji wawe na ari kubwa kwamba wanaweza. Watafanikiwa tu. Tutafanikiwa. Kwanza wajua kwamba tunaenda kuwawakilisha umati wa Tanzania. Waibebe Tanzania mgongoni. Tunakwenda mule huko, nimebeba wa Tanzania wangapi wako nyuma yangu. Maana kwa Tanzania wote umewabeba wewe. Wote wanakuangalia wewe. Waelewe hilo wachezaji. Kwa hiyo pale tucheze kufa na kupona. Ujitume kufa na kupona. Wakati haya yakiendelea, tutazame upande wa pili sasa, nao ni wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo kikosi hicho kimeendelea na mazoezi katika uwanja wa Mo Simba Arena ulioko Bunju, Dar es Salaam, kuendelea na mchezo wa kwanza hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika utakaochezwa Jumapili majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Akizungumza kuelekea mchezo huo, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali amesema wachezaji wapo kwenye hali nzuri kuelekea mchezo huo. Wakati huo Ahmed Ali amewaomba mashabiki na kuwakumbusha kujitokeza kwa wingi Benjamin Mkapa Jumapili hii kuelekea kwenye mchezo ambao wataupiga dhidi ya Petro Atletico ya kule Angola. Tunachokitaka tarehe 23 ni kuijaza Benjamin Mkapa. Na hili ni jambo ambalo halinaga wasiwasi na Simba Sports Club. Kwa mantiki hiyo basi, tutatumia nguvu kubwa, tutatumia muda mwingi kuhakikisha kwamba tunazunguka Dar es Salaam nzima kwa ajili ya kuhamasisha mashabiki wa Simba wanunue tiketi na waje uwanjani siku ya tarehe 23. Siku hiyo asibaki mwana Simba yoyote hapa Temeke Studio eti anauza matunda. Kila mwana Simba siku hiyo aje Benjamin Mkapa. Meneja wa soko ni mnyama mwenzetu, una jukumu meneja wa soko hapa Temeke Studio kuwahamasisha wafanyabiashara wenzako hapa ambao ni mashabiki wa Simba, kuwahimiza waje uwanjani siku hiyo. Wana Simba wote tunajuana. Kwa hiyo meneja unamfuata mmoja mmoja kwenye eneo lake. We bwana, acha kuuza matango, tarehe 23 twende Benjamin Mkapa. Mjomba, acha kuuza ndimu, tarehe 23 twende Benjamin Mkapa. Wakati haya wakiendelea, mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wao wameendeleza tambo zao wakiamini kuwa timu yao itawashushia kipigo kizito Petro Atletico katika mchezo wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika Jumapili hii.
Benjamin Mkapa. Sababu tutakapokuwa tunawachajiza wachezaji pale uwanjani, nao watapata nguvu ya kuendelea kupambana, wakitambua kwamba hawa wamekuja kwa ajili ya kuja kuondoka na alama 3, maana wanatamani kusonga katika hatua ya robo finali, nusu finali na hatimaye hata finali kabisa. Mwisho wa siku, Mungu akijali, ana kombe lije katika nchi ya Tanzania. Tutafanya vizuri kutokana na technical bench liko vizuri, lakini pia wachezaji asilimia wengi wako fiti, tofauti wachezaji wawili, lakini pia kuna maingizo ambayo tunaona wachezaji bado walikuwa hawajapata nafasi, sasa wamepona kwa ajili ya kupata nafasi. Hiyo kazi tunamwachia kocha. Kishafika hatua ya makundi kwetu kuwa kama ni sherehe, yani tumezoea. Kwa hiyo mechi naitegemea itakuwa ngumu kulingana na mpinzani wetu wale wa Angola, wanakuwa kidogo kwenye mpira wako juu. Kwa hiyo nategemea tutakuwa na mpinzani mzuri, lakini Simba itafanya juu chini tuanze kupata point 3, kwa sababu sisi kupata point 3 za nyumbani hasa mechi ya kwanza ndio inakuwa njia nzuri ya kutufanya sisi kuwa na matumaini ya qualify kwenda hatua ya robo finali. Hao ni mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba wakizungumza kuelekea mchezo wa Jumapili. Lakini nyanda za juu kusini kutoka pale jijini Mbeya, mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba na wao hawakuwa mbali kuzungumzia mchezo huo. Ni kauli zenye matumaini ya kufanya vizuri kunako mashindano ya kimataifa, achilia mbali ligi kuu Tanzania bara. Huyu kocha aliyekuja namuona yuko vizuri sana, hasa katika mchezo wa mwisho ambao tumecheza na JKT. Nimeona amefanya vizuri, zile hesabu alizozifanya mwishoni hakika alitufurahisha sana kama sisi wana Simba Sports. Hakuna timu nyingine hapa Tanzania kama Simba Sport Club ambayo inafanya vizuri. Tunavyoona timu yetu inatupa matumaini ya kufanya makubwa zaidi kwenye ligi yetu ya ndani. Kwa nini nazungumzia hivyo? Tumeshaona mpaka sasa tumeshacheza mechi zetu hizo, hakuna mechi ambayo tumepoteza. Upande wa goalkeeper, kutokuwa na goalkeeper Pini Kamara, lakini yupo Yakubu Selemani, ni goalkeeper ambaye amelikava katika klabu yetu ya Simba. Mwenyekiti wa Simba mkoa wa Mbeya Abel Mwasofu na baadhi ya wanachama wanaeleza kuridhishwa na kiwango kilichoonyeshwa na timu yao kwa michezo ya awali. Utulivu wao ndio utatuletea faida sisi, utulivu wao. Kwa mimi niombe kupitia Azam TV, sisi wana Simba mkoa wa Mbeya tuko vizuri kwa ajili ya kwenda kusupport timu yetu ya Simba. Anza jinsi inavyoanza Simba. Inaanza kwa kusuasua. Vile kwa kusuasua kwetu ndio kufika mbele zaidi. Kwa maana mimi sina wasiwasi na timu yangu, najua tu kabisa kwamba Simba itaenda kufanya mambo makubwa. Tuna beki Msauzi yule pale ana recover vizuri sana. Tumeongezea Mtanzania Wilson Nangu. Kwa ujumla dogo anaweza na atatupeleka pazuri sana kwa haya mashindano ya kimataifa na ligi kuu ya Tanzania. Kauli hizi za mashabiki na wanachama zinatolewa wakati wa uzinduzi wa tawi la Simba katika kijiji cha Kibatata kilichopo wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya. Zoezi hilo limetanguliwa na utolewaji wa kadi za mashabiki lililoongozwa na mwenyekiti wa mkoa wa Mbeya Abel Mwasofu akishirikiana na katibu wake Arnold Nsekera. Kakurumsim, Azam Sports, Mbeya. Wakati hayo yakiendelea kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba kule Azam Complex Chamazi Dar es Salaam, hapa nazungumzia wenyeji wa jiji Dar es Salaam kutoka kule Mbande. Kikosi cha Azam FC chenyewe kinaendelea na mazoezi kuelekea mchezo wake wa kwanza hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya AS Maniema kutoka kule Congo DR, mchezo ambao utapigwa Jumapili kule DRC. Huko kikosi hicho kitarajiwa kuwa miongoni mwa vikosi ambavyo vinataraji kuanza vyema michuano hiyo. Kiufundi mambo yanakwenda vizuri. Kiutawala timu itatoka hapa Dar es Salaam Tanzania Jumatano kuelekea Kinshasa. Mechi yetu itakuwa tarehe 23 ya mwezi huu. Kwa hiyo tutakuwa na muda wa siku kadhaa. Maana tarehe 19 tunatoka hapa, tutakuwa kule tarehe 20, 21, 22, tuna siku 3 hizi. 19 yenyewe kama kufika utahesabia tutakuwa na siku 4 za kukaa kule na kuzoea hali ya hewa na vitu kama hivyo. So tutakuwa na muda mzuri wa maandalizi ili tuwe tayari kwa mchezo. Kambi yetu si itaanza kesho. Maana hata wakati tunafanya mazoezi ilikuwa sio kambi, kila mtu anatoka nyumbani kwake. Na leo wachezaji wako mapumziko Jumatatu, kwa Jumanne wote watakuwepo. Wanakuja kambini, wanafanya mazoezi, Jumatano safari. So walioko timu ya taifa tutawapokea Jumanne. Nao mashabiki wa Azam FC wamesema mchezo dhidi ya AS Maniema utakuwa wa kihistoria kwa sababu inashiriki hatua ya makundi mara kwa mara katika historia ya michuano hiyo.
Kwa kwetu ni mchezo kwanza wa historia. Tangu anzishe klabu yetu tuje kuingia makundi kwa mara ya kwanza. Ni historia tunaandika kuingia makundi. Pia na wahamasisha mashabiki wenzetu tujumuike kwa pamoja kwenda kuisupport timu yetu. Mchezo hautakuwa hapo mwepesi, ila tunaamini timu yetu ipo vizuri zaidi yao, tunaenda kufanya vizuri zaidi. Kwa sababu ni mara yetu ya kwanza kuingia makundi, tuna chachu nayo, tuna hamu nayo, hatuendi kufanya vibaya. Nizamu ya Azam FC kama slogan yetu inavyosema. Kwa hiyo hatuwezi kuishia hivi kwenye mechi sijui za group stage only. Kuna Nairobi, kuna Maniema, kuna Wydad. Kila mtu anashinda zake. Nyumbani hatoki mtu. Nyumbani kwetu sasa hivi ni Zanzibar. Zanzibar ni nyumbani sana na hatujawahi kuangusha Zanzibari, na ndio maana tukataka tuwe nyumbani kule. Kwa hiyo naiona robo finali kabisa kwa macho yangu. Mechi yetu ya dhidi ya Maniema ya hatua ya makundi ya kwanza, mechi itakuwa ni nzuri, pia itakuwa ni ngumu pia kwa sababu wao wamejiandaa na sisi pia tumejiandaa, kwa tutakutana uwanjani, ila matarajio yetu ni ushindi na kuanzia mechi hiyo na zinazofuata pia za makundi. Na hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza ya mshike hii leo, lakini pia tutakuwa tuna nusu saa ya pili ya mshike. Kipi ambacho nitakuja kukujuza ni kukumbusha tu miongoni mwa yale ambayo nitakujuza kwenye nusu saa ya pili ya mshike hii leo ni pamoja na haya. Fiston Kalala Mayele apeta orodha ya mwisho ya mchezaji bora wa Afrika kwa ngazi ya klabu. Na JKT Queens yaomba radhi wa Tanzania kwa kuahidi pia kwa kuwa watarejea bora zaidi kwenye michuano inayofuata. Ni mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Tuendelee kuangazia tulionayo mezani hii leo. Nyota wa Pyramids FC ya Misri na timu ya taifa ya soka ya Congo DR, Fiston Kalala Mayele ameingia katika orodha ya mwisho ya wachezaji wanaowania tuzo ya mchezaji bora barani Afrika kwenye ngazi ya klabu. Orodha hiyo inahusisha wachezaji watatu kutoka kwenye klabu mbili tofauti zilizocheza CAF Super Cup msimu huu. Mayele amejiunga na Pyramids mwaka 2023 akitokea hapa Dar es Salaam, Tanzania, alipokuwa akiwatumikia mabingwa wa matetezi wa hivi sasa kwa maana ya Young Africans. Ndiye mfungaji bora wa ligi ya mabingwa Afrika msimu uliomalizika, ambapo alipa Pyramids ubingwa wa Afrika pamoja na Super Cup. Leo sasa tuangazie pia kwa undani zaidi kuhusiana na taarifa hiyo, kwa sababu Mayele hakuwa peke yake kwenye orodha hiyo ama orodha ya wanaowania nafasi hiyo ya mchezaji bora barani Afrika kwa ngazi ya klabu, na mtanange ni kama ambavyo unaona hapo. Mchezaji bora wa mwaka barani Afrika kwa ngazi ya klabu na walioshindana ni kama ambavyo unaona, waliosalia sasa mpaka kwenye hatua iliyofikia michuano hiyo ni Fiston Kalala Mayele ambaye anawatumikia Pyramids, alijiunga nao kutoka Young Africans ya hapa Tanzania, lakini Mohamed Chibi wa Pyramids pia ni miongoni mwa nyota ambao wanawania tuzo hiyo. Kwa kiufupi ni kwamba Pyramids wametoa nyota wawili kwenye hatua ya mwisho kabisa ya michuano hii, lakini upinzani mkali. Utakumbuka kuna mchezo wa Super Cup uliokutanisha Pyramids dhidi ya RS Berkane, kwa hivyo nyota kutoka RS Berkane Osama Dablu ni miongoni mwa nyota pia ambao wapo kwenye hatua ya mwisho kabisa ya kinyang'anyiro hicho. Na utakumbuka mashabiki wa kundi wa Msimbazi Simba alikuja hapa visiwani Zanzibar na alitibua shughuli ile ambayo ilikuwa inadhaniwa ama kufikiriwa na wengi pengine ingeweka historia kubwa Tanzania kwa Simba kuwa bingwa wa kombe la shirikisho. Kifupi hao ndio wamefika hatua ya mwisho. Nani kwa kinara inayofahamu, lakini Fiston Kalala Mayele ana nafasi kubwa zaidi kwa sababu ndiye kinara pia upachikaji mabao ligi ya mabingwa barani Afrika. Tuangalie maoni pia ambayo umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kuhusiana na hicho ambacho nimekujuza hapo. Fiston Kalala atatoboa, Fiston Kalala Mayele atoboa tatu bora ya mchezaji bora barani Afrika kwa ngazi ya klabu. Je, unamuona akienda kuvikwa taji hilo? Swali muuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kupitia kurasa yetu wa Instagram wa Azam TV Sports, huyu anaitwa Venance Joseph Maguku. Yeye anasema Mayele amefanya vizuri sana kwenye ngazi ya klabu, lakini timu ya taifa hajafanya makubwa kama Osama Dablu, ni miongoni mwa maoni yake. Lakini Thomas Mayunga anasema kutoka Geita, Tanzania, kama aliibuka mfungaji bora wa CAF, inashindikana nini kuwa mchezaji bora? Takwimu zitaeleza, majibu yanakuja muda si mrefu, ni maoni yake. Lakini Levocatus Charles anasema
CAF wampe tu Mayele, maana ana ulimwengu wake wa soka, sio level za Afrika, ni za Ulaya. Lakini ukiacha na hilo, tuangalie ukurasa wetu sasa wa Facebook. Anaitwa Leonard Mipawa Thomas, anasema kutokea pande za Mvomero, Morogoro, Fiston Mayele amewatendea haki mpira katika kipindi hiki barani hapa, hivyo hata ikitokea kapata ni sawa kabisa, maana ameshinda hadi taji la Champions League akiwa na Pyramids. Hongera kwake kwa mafanikio yake, ila sisi tunashukuru kaitangaza vyema ligi yetu ya NBC Tanzania. Lakini Albert Alois anasema nipo Unguja Zanzibar, inawezekana maana hivi sasa ligi za Afrika sijamuona wa kumzidi Fiston Kalala Mayele. Anasema anapambana sana uwanjani kiasi kikubwa na ameisaidia taifa lake kutinga hatua inayofuata ya kufuzu World Cup 2026. Mwamba anastahili kuwa mchezaji bora, amewazidi wengi. Lakini Mabere Malale anasema wa mgodini namba 5 Nzega Tabora, anasema sina uhakika sana kutokana na kwamba tuzo nyingi huwa zinaangukia kwa wenzetu wa Arabu, lakini nina imani kwa jicho langu Mayele anastahili. Haya ni maoni yake hayo. Kuna wakati pia Mbwana Samata alichukua mbele ya wengi pia kutoka huko kwenye mataifa ya kaskazini, na ni miongoni pia mwa taarifa ambazo tumekuwa tukikujuza kupitia taarifa zetu mbalimbali za michezo. Lakini je, waandishi wa habari kutoka maeneo mbalimbali wao wanazungumza nini kuhusiana na kinyang'anyiro hiki na Fiston Kalala Mayele kwenye hatua aliyofika na kile alichokifanya msimu uliopita kwenye mapambano ya tuzo hiyo? Kwanza ni jambo zuri kwa sababu safari ya Fiston Mayele wote tumeitazama tangu walipoingia nchini 2021 kitokea Vita Club, na kumekuwa na progress nzuri ya kiwango chake. Msimu wa kwanza anakuja kupata nafasi ya kucheza kwa sababu alikosa vibali sasa mchana kombe la ligi mabingwa, lakini msimu uliofuata walicheza akiwa na Yanga, japokuwa walitolewa hatua za awali na Al Hilal wakaingia kombe la shirikisho, ambalo baada ya kuingia kombe la shirikisho ikawa ndo historia. Yanga ilifika mpaka finali na Fiston aliibuka mfungaji bora msimu akifunga mabao 7. Baada ya hapo ikawa ni kama imefungua milango yeye sasa kwenda mbali zaidi. Pyramids walikaja na ofa mezani na wakafanikiwa kumchukua. Baada ya kujiunga na Pyramids, Fiston Mayele ilikuwa tofauti na wachezaji wengi sana ambao wanatoka ligi ya Tanzania. Wakienda ligi kubwa zaidi mara nyingi wengi wao viwango vinashuka. Tuna mifano hapa kina Chama, tuna mifano kina Luis Mixon na wengine kama hao. Lakini kwa Mayele ilikuwa ni issue tofauti. Msimu wake wa kwanza akiwa na Pyramids kwenye ligi kuu soka ya Pyramids alifunga mabao 18. Tofauti ya bao moja tu na Wesa Mabuale ambaye alikuwa mfungaji bora akifunga mabao 19. Mimi nafikiri anastahili kwa sababu namba hasidanganyi. Ameisaidia Pyramid kupata kikombe cha Champions League kwa mara ya kwanza tangu klabu yao imeanzishwa, lakini pia ameisaidia Pyramid hiyo kupata kikombe cha Super Cup kwenye mchezo wa fainali wa RS Berkane ambao ni mabingwa kombe la shirikisho dhidi ya Pyramid, yeye akifunga hilo goli. Kwa hiyo unaweza kaona amefanya vizuri katika engo nyingi, na jana ameisaidia timu yake kwenda hatua za mbele kutafuta nafasi ya kufuzu kombe la dunia. Kwa kwangu mimi ukielekea Mohamed Chebi wa Pyramid, Osama la Mlalui wa RS Berkane na Mayele mwenyewe, kwangu mimi kulangu naenda kwa Mayele. Na sio kwa sababu eti amewahi kucheza NBC Premier League, hapana. Ni kutokana na namba zake ambazo ameziweka. Upande wa Fiston Mayele kuwa sehemu ya wachezaji watatu ambao wanawania tuzo ya mchezaji bora wa ndani wa Afrika, wale ambao wanacheza ndani, ni nafasi ambayo kaipata. Unaweza kusema kwamba ni nafasi ambayo inashtua kwa sababu ni alistahili kwa msimu ambao alikuwa nao msimu uliopita akiwa ipo na Pyramids, kwa sababu alikuwa top scorer kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, alifunga jumla ya mabao 9. Na unaweza kusema alikuwa na msimu mzuri sana kwa sababu aliperform kwenye level zile muhimu, kwenye level ambazo ziliweza kuifanya Pyramids mpaka kuwa mabingwa, kwa sababu magoli 9 ambayo alifunga ukichukua pamoja na yale magoli mengine 3 ambayo alifunga kwenye zile hatua za awali, jumla magoli 11. Lakini ukianzia kwenye hatua ya makundi mpaka finali, hizi goli 9, goli 5 alifunga kwenye stage ambayo ilikuwa ni muhimu zaidi, kwa maana kwamba kuanzia kwenye hatua ya mtoano. Naam, lakini mbali na hicho ambacho kimezungumzwa na wachambuzi, nyota mbalimbali wa zamani wa soka, wao wana maoni gani kuhusiana na hichi kinachoendelea kumhusu Fiston Kalala Mayele? Nafikiri ni muda mwafaka kwa Fiston Kalala Mayele sababu amefanya vizuri kwenye timu yake ya Pyramid na amewaingia watu watatu ambaye mmoja wanacheza timu moja na mwingine FC Berkane. Nafikiri kwa msimu uliopita Fiston Kalala Mayele naweza nikasema hana mpinzani wa kwamba anaweza kumzuia, sababu
Kwanza wamechukua ubingwa na 95%, nafikiri yeye ndo kafunga magoli mpaka timu yake imechukua ubingwa. Toka ameingia Pyramid na mechi alizocheza na aina ya magoli ambayo anayafunga. Unajua sometime kuna magoli mengine yanabebwa kutokana na jitihada za striker mwenyewe, pamoja na kuwa ni timu ambayo inacheza, lakini kuna time inafikia hatua striker kama striker anajitolea yeye mwenyewe yani. Kwa hiyo kwa mtu kama Mayele, staili ya tunzo ile anaweza ikawa inamuhusu vilivyo, lakini tu kuna kitu kimoja ambacho mimi kwangu ninakuwa na wasiwasi. Unajua bwana, wale wenzetu huwa wana nafasi kubwa ya kujibeba naweza kusema, na ukichukulia shirikisho la mpira lipo kwao sasa, na anashindana na watu wawili ambao wanafanana tofauti na yeye. Unajua hii ngozi nayo inatubeba katika kushindanisha vitu kama hivi. Hata kuna mwaka ule ambaye alichukua mchezaji wa dunia George Weah, ilikuwa ni kazi kubwa sana kumpa mtu mwenye ngozi nyeusi uwakilishi wa soka duniani yani. Kwa hiyo kwa Mayele hilo kidogo ndio linaweza likaleta tatizo, lakini kwa performance ya uwanjani hii tuzo kwa Mayele ilikuwa inastahili sana, na Mayele ni mchezaji ambaye tumemwona Tanzania anavyocheza, anavyojituma. Naam, ungana na Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, kuweza kuzungumza naye undani zaidi kuhusiana na tuzo hizi na kwenye vipengele vingine. Philip, mambo vipi? Safi vipi? Karibu sana. Safi, mambo yanaendaje? Haya, tumeangalia kipengele ambacho kinamhusu Fiston Kalala Mayele na wachambuzi wengi wametoa maoni yao, ikiwemo pia nyota wa zamani wa mpira wa miguu. Pengine tugeukie vipengele vingine sasa. Hiki ni kipengele cha mchezaji bora wa kiume barani Afrika. Kuna Ashraf Hakimi, kuna Mo Salah pamoja na Victor Osimhen. Nani anastahili na kwa nini? Kwenye performance Ashraf Hakimi hauwezi kukataa kutokana na mafanikio ambayo amepata msimu uliopita. Fanya vizuri kwenye klabu yake, lakini pia alifanya vizuri kwenye timu yake ya taifa. Kwa hiyo yale mafanikio aliyopata, ubingwa, amechukua ligi ya mabingwa, huwezi kumuondoa kwenye hayo mafanikio ambayo amepatikana mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri ukimuondoa yeye, atakayefuata hapo atakuwa pia ni Mohamed Salah, ambao naye ameperform vizuri na klabu yake ya Liverpool, wamechukua ubingwa wa ligi kuu England. Victor Osimhen naye pia amefanya vizuri na Galatasaray, alisikoa magoli mengi, mchezaji mzuri. Kwa wote, kila mmoja inawezekana kuna vigezo vinambeba, lakini ukibaki utaishia kwa Hakim kutokana na mafanikio yake. Sio? Yeah. Haya bana. Pengine Champions League msimu uliopita, FIFA Club World Cup, Chelsea wakamtibulia. Hem, tuangalie kwa upande wa wanawake. Mchezaji bora wa kike kuna Sanaa Sudi, ni Sfar, huyo anakipiga, lakini pia timu taifa ya Morocco. Rashidat Ajilbadi, yeye anakipiga PSG, lakini usahau pia kuna Shibak Al Hilal anakipiga. Wote waliperform vizuri. Al Hilal alifanya vizuri, ligi inakuja kwa kasi, ligi ya Saudia, lakini pia Ajibabe alifanya vizuri sana akiwa na klabu yake. Kwa mimi ukiniambia kwenye tuzo hapa itaishia hapo kwake. Sidhani kama nadhani kaipeleka kwa mtu mwingine kutokana na kile ambacho alikifanya kwa msimu uliopita. Sio? Yeah. Haya, hem tutazame pia kipengele kingine ambacho kimekuwa na mjadala mkubwa kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, na ni timu bora ya taifa ya mwaka. Kuna Cape Verde, kuna Morocco, kuna Morocco under 20 wako mara mbili. Yeah. Yes, pasina shaka wote wamefanya vizuri. Kuna bingwa kombe la dunia la vijana. La vijana na nusu finali pia World Cup iliyopita na mpaka sasa hivi. La dunia, lakini pia bingwa wa CHAN. Pia alichukua ubingwa wa CHAN. Cape Verde wanaingia hapa kwa sababu mara ya kwanza wanapata nafasi pia ya kufuzu World Cup, waliwashangaza watu wengi. Kuna vita ya Morocco wenyewe, watakuwa wanapambana wenyewe. Aiza hiyo timu ya under 20 ambao imechukua World Cup, au hawa kaka zao ambao walifika finali ya nusu finali ya kombe la dunia, lakini pia wakachukua ubingwa wa CHAN. Kwa hawa naamini ya kwamba hii tuzo wala sio, haina upendeleo. Kwa mtu atakayezungumzia kwa ni upendeleo kwa ni hapo, utakuwa ni uongo. Miaka miwili Morocco hawajapoteza mchezo wowote wa mashindano makubwa. Kwa hiyo tukamilishe na klabu bora. Nani unamuona na toboa kwa kinara? Klabu bora za Afrika kati ya hizi zileko hapo. Nafikiri Berkane alifanya vizuri, lakini Pyramids ana deserve. Miaka 16 ituzo kuanzia miaka 16 iliyopita. Timu ambayo imechukua ubingwa wa ligi ya mabingwa imekuwa ikichukua hiyo tuzo. Kwa hiyo nafikiri wana nafasi yao ya kuchukua. Sio? Yeah. Haya, Misri wana kapepo kao, maana wamepambana kweli kweli. Bana, niweke nukta hapo kwa sasa. Tuende mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kukamilisha safari ya takriban saa moja la kujuzana mengi kwenye mshike. Haya ni
Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni mshike. Kikosi cha JKT Queens ambao ni mabingwa wa Sekafa na ligi kuu soka Tanzania bara kwa upande wa wanawake kinatarajiwa kurejea nchini Jumatano ya wiki hii kikitokea kule Ismailia nchini Misri baada ya kuhitimisha ushiriki wake kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake msimu huo mwaka 2025-26. JKT Queens imeambulia sare kwenye michezo miwili na kupoteza mchezo mmoja, na kwa matokeo hayo yanawafanya wamalize katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa kundi B kwenye michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa upande wa wanawake. Kesi Abdalla ni kocha mkuu wa kikosi hicho na hapa anatoa tathmini yake kuhusiana na kilichotokea. Kwamba kuna maendeleo makubwa sana, kuna maendeleo makubwa ukiangalia vizuri jinsi ligi ya wanawake ilivyo katika mashindano haya yanavutia, na kuna ubora mkubwa sana unauona kwa timu lakini na kwa wachezaji kwa ujumla. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba kuna maendeleo makubwa na tuna kazi kubwa sana ya kufanya ili kuweza kufikia level za wenzetu hizi. Kazi kubwa namna gani hasa kufikia level ambao unaona wewe kwamba wenzetu wamefikia? Kwanza kabisa, kitu cha kwanza ni jinsi ya kutafuta ni recruitment ya wachezaji, ndio maana yangu. Tukiangalia hususan vimo, body structure zao zile zilivyo, lakini jingine vile vile ni uwekezaji kwa sababu bila uwekezaji mambo yote yatakuwa ni hadithi tu. Kwa hiyo kuwekeza katika timu kwa maana ya kwamba kutafuta hao wachezaji wazuri, lakini vile vile kuwaweza kuwatunza na kuwaendeleza katika masuala ya elimu ya mpira na mbinu za mpira, hilo ndio jambo kubwa zaidi. Naam, mbali na hilo ni kukumbushe kwamba kikosi cha PSG bado kinaendelea kupambana kuona ni kwa namna gani wanajiweka sawa msimu huu. Mwenzangu Juma Kinaanguka anaarifu zaidi. Norway imefuzu kucheza fainali hizo mwakani baada ya kuitandika Italia mabao 4-1 katika mchezo uliopigwa kwenye uwanja San Siro mjini Milan nchini Italia. Mabao mawili ya mshambuliaji Erling Haaland pamoja na Ante Nusa na Larsen yalitosha kuizamisha Italia na kuiwezesha Norway kuvuka hatua ya makundi na kutinga hatua inayofuata. Imekuwa kampeni ya kufuzu ya kuvutia kwa Norway ambao wamefunga mabao 37 na kuruhusu mabao 5 pekee ya kufungwa, ambapo mshambuliaji wa Manchester City Haaland akiwa kiungo muhimu wa mafanikio hayo kwa kufunga mabao 16 zaidi ya mchezaji yeyote barani Ulaya na kufikia rekodi ya Robert Lewandowski wa Poland ya mabao mengi katika kampeni moja ya kufuzu kombe la dunia. Norway mara ya mwisho kucheza fainali za kombe la dunia ilikuwa ni mwaka 1998, fainali zilizofanyika nchini Ufaransa, wakitolewa hatua ya 16 bora na Italia baada ya kufungwa bao 1-0, huku Ufaransa wakitoa taji hilo kwa mara ya kwanza baada ya kumfunga Brazil mabao 3-0. Fainali za FIFA za kombe la dunia zinatarajiwa kufanyika mwakani, ambapo mwenyeji ni Marekani, Canada na Mexico. Katika habari nyingine, klabu ya Napoli ya Italia imeingia sokoni kusaka saini ya kiungo Quinten Timber ambaye anakipiga kwenye timu ya Feyenoord kwa lengo la kuongeza nguvu katika kikosi cha Antonio Conte. Conte amependekeza usajili huo kufuatia majeraha ya wachezaji wake wanaocheza eneo la kiungo kama Kevin De Bruyne na Andre Zambangwisa ambao watakuwa nje ya uwanja wakiuguza majeraha yao. Timber amekuwa na kiwango bora ndani ya Feyenoord kwa kupiga pasi, kukaba kwa umakini, lakini pia uwezo wa kutengeneza nafasi za kufunga. Juma Kinaanguka, Azam Sports. Baada ya kutazama taarifa yake Juma Kinaanguka, tuongezie kile ambacho kilitokea kwenye michuano ambayo wanashiriki JKT Queens na ratiba ambavyo inaendelea. JKT Queens ni kukumbusha tayari wameshasare michezo miwili na kupoteza mchezo mmoja, lakini je, ratiba nyingine iko vipi? Ni kama ambavyo unaona. Hatua ya nusu finali ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake itaendelea Novemba 18 mwaka huu. AS FAR wao watamenyana na TP Mazembe, wakati ASEC Mimosa wao watamenyana na FC Masal, miongoni mwa mechi ambazo tutazishuhudia pia Teximozi Chazam kama ambavyo uliwashuhudia JKT Queens wakati wakishiriki michuano hiyo. Nikukumbushe FC Masar miongoni mwa timu ambazo kuna nyota kadhaa kutoka Tanzania wanacheza timu hiyo. Kwa hivyo ni sehemu ya kuendelea kufuatilia michuano hii na itakujia pia moja kwa moja kwenye kisimuzi cha Azam TV.
Lakini je, baada ya kumalizana na michezo takriban mitatu ambayo wamecheza JKT Queens, hatua ya nusu finali ikiwa ni hii, wao hawamo. Nyota wa JKT Queens wao wanazungumza nini baada ya kutofanikiwa kufika hatua ya nusu finali michuano hii? Ni kweli tumeshiriki mara ya pili lakini tumeteleza tena. Timu simuzi kwa zimejiandaa vizuri, zimetumia yani wao wanatumia nguvu sana kuliko sisi. Kwa hiyo sisi hilo tumejifunza tena na tunarudi Tanzania tena kwa ajili ya ligi, na imani tukirudi mara ya tatu hatutateleza tena, hatutakosea tena. Matarajio yalikuwa ni kuchukua ubingwa, kwa sababu timu yetu kwa level ambayo tumefikia, tukishiriki mashindano yoyote tunatumaini kwamba tunaenda kushiriki kugombania hicho ambacho tunakigombania, yani kuhakikisha tunapata ubingwa. Na haikutimia. Imewaathiri kwa namna moja ama nyingine? Imetuathiri kama timu, kama wachezaji, lakini pia imetujenga kuweza kutusaidia yani imetupa kama challenge kufanya vizuri katika mashindano mengine ambayo yanakuja. Kusema kweli mwaka huu timu yetu imejitahidi sana. Tofauti na msimu uliopita, yani tumecheza kabisa, unaona wachezaji kuna kitu kweli wanakitafuta. Japokuwa ilikuwa risk. Lakini mwaka huu kidogo tumeonyesha nini tunakitaka, na naamini tumeacha alama. Yani wameolewa Watanzania ni wakina nani. Jesse ni yule alafu naona kabisa sasa hivi kuna kitu kimeongezeka. Unajua ni muda mrefu sijacheza. Kwa hiyo nimekuwa kama yani nimezaliwa upya. Kwa hiyo mimi na imani tukutane kwenye ligi. Sasa hivi hapa nilipata nafasi muda mchache sana, kwa hiyo mimi na imani kwenye ligi tutakutana. Alafu klabu bingwa inayokuja mimi nimo. Naam, tukamilisha na hili. Teknolojia ya kufuatilia viwango vya wachezaji dhidi ya uwezo wa wachezaji wa timu pinzani imekuwa na msaada mkubwa kwenye soka la kisasa. JKT Queens na wenyewe pia wamenufaika na teknolojia hiyo msimu huu. Betha Kazobe ambaye ni mtathmini wa viwango vya wachezaji, ambaye pia hapa anaeleza namna ambavyo wamejifunza kupitia teknolojia hiyo katika michuano hii. Opponent hakuweza kutufunga sisi katika open play kutengeneza zile nafasi. Kwa hiyo inapiga yani hiyo taswira inakuja kwamba okay, ni kwamba tumetoka, lakini tunachotakiwa kufanya kazi zaidi ni kwenye upande wa kuzuia zile set pieces, corners, kuzuia free kicks, kuzuia pia na namna ya kudaka hizo penalty. Lakini ukienda kwenye engo nyingine, manake opponent defense ilikuwa iko nzuri kwenye upande wa kuzuia mashambulizi ya wapinzani. Hivyo ndivyo ambavyo tumekamilisha mshike kwa hii leo, lakini kabla sijaondoka nikukumbushe tu machache kati ya yale ambayo tulikuwa nayo mezani hii leo ni pamoja na haya. Profesa Kabudi Hamisi Mujuma wasalia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, huku Paul Makonda naye akijumuishwa. Simba Sports Club yawavuta mashabiki Benjamin Mkapa, wakati wananchi Young Africans wakielekea Zanzibar hapo kesho. Na Fiston Kalala Mayele apeta orodha ya mwisho ya wachezaji bora barani Afrika kwa ngazi ya klabu. Mwisho wa mshike hii leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, jina langu ni Kennedy Moses. Uwe na usiku mwema. Haya ni maajabu.